Zamani palikuwa hakuna ile mfereji wa Suez Canal ambao sasa hivi inaonekana kama ni kitu kinachotofautisha baina ya bara la Afrika na sehemu ya Middle East. Lakini zamani ilikuwa hakuna ule mfereji wa Suez Canal. Kwa hiyo matokeo yake ilikuwa ni kwamba watu walikuwa wanaweza kutembea kwa miguu kutoka katika upande wa Afrika kuingia katika bara la pale sehemu ya Mashariki ya Kati na kuelekea hata katika upande wa katikati ya bara la Asia, lakini vivyo kutoka katika sehemu za Asia kuingia pale katikati katika sehemu ya Middle East kuja katika sehemu za Afrika. Na ndio maana hata wakati mwingine panakuwa kuna utata ya kwamba Waisrael mathalan ambao walikuwa wanapatikana katika eneo la Mashariki ya Kati wanahusianishwa zaidi na kuwa walikuwa ni watu weusi. Na mfano mzuri ni kabila kama la Lemba ambao linapatikana kule Zimbabwe takriban, ambao actually kiasili kabisa wakipimwa zile vimelea vyao, zile genetics makeup zao zinaashiria wazi kwamba ni watu ambao asili yake manake ndio wa Israel, na tofauti na wale ambao wanaonekana sasa hivi katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kiujumla eneo lile ni miongoni mwa maeneo ambayo yamekuwa na mabadiliko mengi kwa sababu ilikuwa ni eneo la kati kwa kati. Na kwa takriban miaka 20 nyuma, kuanzia mwaka 2021 toka nchi ya Marekani ilipotangaza vita dhidi ya ugaidi baada ya kutokea kwa tukio la kuanguka kwa yale majengo pacha mawili ya World Trade Center katika nchi ya Marekani, ambayo shambulizi yake lilifanyika kwenye mwezi wa 9 mwezi wa 9 mwaka 2001. Siku 9 baadaye, maana yake tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2001, Rais George Bush akatangaza vita ya dunia dhidi ya ugaidi. Eneo ambalo limeathirika mpaka leo kwa takriban miaka 20 nyuma, kiachilia mbali ile miaka 100, miaka 20 nyuma, hasa ni eneo hili la hapa katikati, maana yake eneo kama lile la Mashariki ya Kati kwa ujumla, kuanzia ile eneo la Sham kuja mpaka maeneo ya Hijaz, maana yake maeneo kama ya Saudi Arabia na mfano wake, na kuja katika maeneo ambayo yanapakana au yanafanana kitabia na eneo lile la pale Mashariki ya Kati, kwa maana kwamba maeneo ambayo yanakusanya watu wanaoongea lugha inaofanana na watu eneo la Mashariki ya Kati, kwa maana lugha ya Kiarabu, yameathirika pakubwa. Maana unaweza kuona maeneo kama ya Sudan kwenda mpaka maeneo kama ya Libya na mfano wake. Lakini vile vile maeneo ya watu ambao wanakusanya wana culture, zile mila zao zinafanana na watu wa eneo lile la Mashariki ya Kati, kwa maana kwamba wameathiriwa na zile culture za Kiislamu au zile mila za Kiislamu. Kwa hiyo maana inaingia maeneo kama ya Somalia na mfano wake. Yote haya ni maeneo ambayo yameathirika toka mwaka 2001. Lakini vile vile maeneo ambayo yanakusanya watu wanaofanana katika upande wa dini na wale watu wa pale eneo la Mashariki ya Kati, maana yake wanakwenda katika maeneo kama ya Afghanistan, wote wameathirika kwa pamoja na movement hiyo.